Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao si Waislamu, huu ni msafara ambao hivi sasa tunaelekea Zanzibar katika sehemu ya ziara zangu hapa nchini. Hii ni ziara yangu ya kwanza katika visiwa hili vya Zanzibar baada ya kumaliza makongamano katika mji wa Mtwara, pia Dar es Salaam tulifanyika pale PTA pamoja na Sakiem, na sasa moja kwa moja nikaelekea Tanga katika viwanja vya Tangamano, na sasa ninaelekea katika mji wa Zanzibar. Hiyo ni msafara. Kazi yangu kubwa au jambo kubwa linanisukuma ni kupeleka kalma ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ni katika ahadi nilizoziweka baada ya kusilimu, na nikisha kuwa tayari basi nipite kila mkoa, kila sehemu kunusuru Uislamu. Maana kanisa linafanya kazi kubwa, basi na mimi nami nimejitoa kabisa kikweli kwa ajili ya Allah, nisimame mji, mikoa, wilaya kumtangaza Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sasa tunaona tuko katika meri ya Kilimanjaro inayomilikiwa na Bahresa. Sasa tunaelekea kule Zanzibar kwa ajili ya kuanza ziara yangu na mikutano mbalimbali inayofanyika katika mji huu wa Zanzibar. Kwa hiyo naomba Waislamu waliposhirikiana katika nchi nzima kwa jumla na nje ya nchi ili kufikisha jambo hili la kalma la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Maana Waislamu wengi wanahitaji, na nimeona vyema na mimi nijitoe sasa kunusuru nafsi hizo. Kwa inshallah tuwe pamoja kwa ajili ya kuelekea safari Zanzibar na kuangalia matukio kwa jumla ambayo yatajiri huko Zanzibar. Kuja huyu hapa. Ndio mwenyeji wako bwana. Ndio mwenyeji huyo. Sema hivi. Karibisha Zanzibar, kuna mwanangu Naitwa Bwana Baba maarufu na chips. Abdalla maarufu na chips. Kwa sasa pamoja na kazi nyingi. Inshallah tutakuchukua sana. Inshallah tutaona baada ya muda na nishaanza mkutano hapo katika mji wa Zanzibar, na tutashukuru maeneo kuona pale kuna kazi. Sasa karibu sana bwana. Nione huko bwana. Asante sana. Asante sana. Kupata taarifa nitakuwa na ndugu zangu hapa Fuoni Malkas, na kabla sijaanza kuongea kwamba watu wa Malkas ingawaje si hapa, kule Dar es Salaam kundi la Tablighi ndio lilionisilimisha mimi, na hii imelizunguza sehemu mbalimbali Dar es Salaam mpaka CD ile ya mwanzo watu waliosilimu watu 150 viwanja vya Shinyanga Shercom pale. Nilizungumza Tablighi ndio walionilingania. Wakati huo nilikuwa zama za ujinga. Mungu utakumuongoza mja wake basi muongoza. Nilijikuta naingia msikiti, nimesimama katika eneo la msikiti, nikakuta mabwana Tablighi wamefunga vilemba, kanzu nzuri, wameshika na viboko, walikuwa wanataka kutafuta ile chakula, sijui wanaita khidma khidma hivi. Na mtanisamee sana bado mgeni jamani. Naona khidma ile wanaita hivi. Sasa yule bwana mmoja katika wale, kwa sababu nilijikuta naenda kusamea watu madhambi kanisa la Mbezi Luisi, nikajikuta nimeenda kusimama msikitini na shangaa watu msikitini. Saa 7 imam kashamaliza mambo ya ibada sana, sali sana zinazoendelea tu za kawaida, tunalizita za sunna. Yule bwana mmoja wale wanakuja, wale watu wa Tablighi sasa wana vyakula vyao, sasa wale wanakuja msikitini wanarejea. Sasa naona napigwa buku kama naguso, "Asalamu alaykum bwana, asalamu alaykum." Sasa mimi nilivyogeukea na lile saraba, na mimi Mkristo, naona wanaambizana, "Kafidi huyo,
kafiri, inshallah pepo inshallah. Wakanizunguka kama bwana, wakaanza kunisifia sifa za Mungu, wakaanza kunielezea Mungu anahitaji nini, wakaanza kunielezea sifa za mtume. Waislamu, hakuna siku nilijikuta miguu haina nguvu, viungo pamoja na usomi wangu wote, nikalikuta siku hiyo nguvu sina, hata cha kusema sina. Mwisho yote wale mabwana wakanifanikisha kunikamata, nikakubali kwa hiari yangu. Gari nimepaki pale. Sasa imefika watu sasa wameniingiza msikitini, wamenitamkisha kalma, yani kumjua Mwenyezi Mungu mmoja na Muhammad mtume wake. Sasa Allahu Akbar. Baada ya hapo sasa saa 10 imefika. Yule imamu kachukua speaker sasa pale msikitini na kanisa sio mbali nilipokuwa niko kiongozi. Anasimama, Waislamu hapa msikitini, yule kiongozi wa kanisa lile sasa kasilimu, tunaye hapa, huyu hapa sasa yuko hapa inshallah. Basi bwana, watu wakapiga takbiri mle ndani. Wengine wenye kanzu mbili walinipa moja. Mwingine wakweli ni wakarimu sana ama bwana, kutokana na yale mafunzo wale wanaifanya ile kazi. Wakanipa kilemba, wakanipiga kilemba. Kwanza wakaweka kofia, alafu wakanipiga kilemba. Wakanipa kiboko, yani bakola ile. Suruali ile ni kanzu walionipa ni ile nusu, alafu na suruali yake kwa ndani. Mwingine katoka huko kaniweka kile kikizibao. Baada kuniweka kile kikizibao, ikawa nimebadilika muda mfupi. Wakanivua ile misuti wakaweka kwenye biskafi yangu. Sasa kwa kanisani vitangazo jamani kasilimu, na mimi nasubiriwa mimi kwenda wasamee watu madhambi. Ikawa balaa. Nitakumalizia mwisho, turudi kwanza kwenye historia. Kwa hiyo hawa watu sio watu wa mchezo. Watu tablighi na waheshimu sana kwa kazi yao wanaifanya. Watukufu wa Islam, jina langu naitwa Ustadhi maarufu na ilitumia Ustadhi Kesi Ruben Lupindo. Kabila yangu ni Mngoni, mwenyeji wa Songea, mimi ni Mnyasa. Na kabla sijawa Muislamu nilikuwa naitwa wakati huo mchungaji Stephen Ruben Lupindo. Baada ya kusilimu nikapewa jina la Muhammad Ruben Lupindo, ndio jina walionipa Waislamu siku nimesilimishwa. Lakini kama mnavyojua katika kusilimu kuna matatizo mengi. Nilionekana kama nimechanganyikiwa. Nimeonekana kama vile mtu ambaye sasa nimekuwa mjinga kiasi kikubwa. Nikatengwa. Baba yangu alichukia na kanisani kwa. Baba akaniambia, Steven, nini kinakukimbiza? Nikamwambia hapana baba. Siku zote unanieleza hawa majamaa, sasa nimewakuta hapo. Wale mabwana ni hatari. Baba akaniambia, swali lake la pili baba aliniuliza, wamekusilimisha wewe? Nikamwambia hapana. Baada ya Islam, naomba nikupeni siri nyeti sana wazazi wangu. Baada ya Islam tulikuwa na vikao. Kipindi kile mimi si Muislamu. Kikao kila mwezi, kuna vikao vya kila baada ya miezi mitatu, kuna vikao ndani ya miezi 6, kuna vikao vya mwaka, mwisho wa mwaka. Tunakaa kama uongozi kutathmini kanisa na elimu. Tunatathmini kukataliwa kwa injili kwa wasio Waislamu. Tunatathmini tumebatiza watu wangapi na kanisa limepoteza watu wangapi. Nani aliyesababisha watu hawa mpaka wakaingia hiyo dini? Sijui katika Uislamu kama tuna nafasi na muda kama huu kutafakari juu ya kanisa. Kwamba vijana wangapi wanaritadi, wenye elimu wasio na elimu, walio hai na waliokufa, na tukaangalia wapi papelekwe nguvu ya Uislamu. Uislamu usonge mbele.
kule tunakutana vikao hivi. Naomba leo nizungumze maneno ya ndani kabisa. Muislamu kutoka hapa leo unalijua kabisa mimi nina haja kuwa askari katika Uislamu wangu. Sio pigane, Uislamu kuugadi, kuufikisha kwa watu, kuelezea. Hilo ndio jambo la msingi mzazi wangu. Mabana, mwaka huu wa 320 ndio siku ambayo Waislamu imetengenezwa ibada. Ibada hii kama niisome kidogo mpate kuijua au kuisikia. Sala hii inasema: Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, na Yesu uzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na hata saa ya kufa kwetu. Amina. Yani Bikira Maria siku hii mwaka huu wa 320 ndiyo siku aliazimishwa rasmi kuwa ndiye mama yake Mungu. Mungu lazima awe na mama. Mama yake ndiyo huyu. Sasa siku hii ndiyo kuliwekwa angalizo. Angalizo hili kila baada ya miezi 6 tukajadili tutawabomoaje Waislamu pale Dar es Salaam Kinondoni. Tulisema tutawabomoaje hao Waislamu? Tutaivunjaje elimu hii wanaisoma Uislamu? Kwa sababu hao wakisoma Qur'ani yao ndio wanatafsiri maneno ya Kiislamu. Wanasema Yesu si Mungu, lakini wanapokaa misikitini wanatoa hutuba. Wanafanyaje zile hutuba? Kwa sababu wamesoma. Tukabidi tutengeneze mchezo pale Dar es Salaam. Tukawatafuta kina mama, maana kila mama wengine wako tayari kuuza dini yao kwa maisha madogo ya duniani ya muda mrefu. Na nawaomba Waislamu, msiuze imani yenu, msijaribu kuacha Uislamu kwa thamani ya maisha haya. Naomba nikuulize, maisha ya duniani na maisha ya kaburini, mwanadamu anaishi muda mrefu kaburini kuliko maisha yaliyo hai. Hilo lazima kila mmoja alijue. Na utakulijua hilo, hebu angalia wakati umemzika babu yako, mzaa babu yako yupo kwenye kaburi mpaka leo. Umekuzaliwa wewe mpaka wewe umekuwa mtu mzima mpaka hapo ulipo. Angalia mwisho yote utakufa. Baada ya miaka 70-80 unafariki, lakini babu aliyemzaa babu yako yuko ndani ya kaburi miaka mingapi amekaa mpaka wewe unakuja kufika umri fulani. Ukisha baada ya hapo na wewe unakuwa mtu mzima mpaka wewe unafariki. Basi jua kwamba wewe unaishi duniani umri mdogo sana kuliko babu yako mzaa babu yako aliyokaa kaburini. Watukufu wa Islam, kwa hiyo maisha ya duniani ni machache ya muda wake mdogo kulikoni maisha tunayokwenda kuishi sehemu mbili. Sehemu ya kwanza kaburini, sehemu ya pili katika siku ya hukumu. Ukiambiwa leo peponi, leo motoni, hapa mwanadamu anaenda kuishi muda mrefu sana, ima motoni, anaenda kuishi muda mrefu ima peponi. Sasa kila mmoja achague kwenda katika maisha haya mabaya au kwenda katika maisha mazuri ya kwenda kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Watukufu wa Islam, mwaka huu wa 320 ndio mada yetu ilipo. Kupaitengenezwa hii sala. Sala hii pia inaazimishwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka unayokuja, ambapo tarehe 1 kiingia wengine wanaita Mei Mosi. Sivyo? Si ndivyo mnaita hivyo? Basi ile siku unasikia kanisa leo lina ibada ya mkesha wa mwaka mpya, kwa sababu ndio siku aliasisiwa Bikira Maria tarehe hii na siku hii kuwa yeye ndiyo mama wa Mungu. Watakijadili pa Dar es Salaam, mimi nilikuwa naingia katika vikao vyote vya Dar es Salaam, na ndio maana najulikana, na ndio maana hawakiniangalia leo inauma. Mabwana, katika vikao vyote vya Dar es Salaam vinavyohusu umoja wa makanisa mimi nakuwemo, kwa sababu ni mmoja niliyekuwa mtakatifu wa wilaya. Mimi zamani nilikuwa sina dhambi kwa imani niliyokuwa nayo mwanzo. Nilikuwa sina dhambi, mimi mtakatifu. Nilikuwa naambia watu sina dhambi, maana Mungu amekusha nisafisha, ameniweka kuwa imara. Haleluya. Zamani. Lakini sasa ni ustazi. Mabwana,
Bikira huyu Maria, siku hii tukaandaa kwamba tuwezi kuibomoa hii elimu. Tukawachukua baadhi ya kina mama katika madrasa ndani ya wilaya. Tunamwambia singizia mwalimu wako wa mwalimu wa mtoto wako wa madrasa amembaka mwanao wa kike, alafu kisha sisi kazi nyingine tuachie sisi huku mbele. Mabana kweli Dar es Salaam, mabana ikabidi tuwape pesa wale kina mama. Tunavyowapa pesa wanasingizia, sababu Waislamu wengi njaa zao wanatoa tumboni, wanaweka kichwani, kila mtu azione. Baadhi ya Waislamu tunamsingizia mwalimu huyu wa madrasa amebaka, tunamfikisha mahakamani. Baada ya hapo chuo kinavunjika, wazazi wanatoa watoto zao. Katika vyuo vingi tulivyobomoa hapa Dar es Salaam. Na ndio maana jana nilifikia tu analia kwa sababu madhambi niliyofanya mwanzo ni makubwa wazazi wangu. Na ndio maana nawaeleza na nyinyi Waislamu, kwa sababu hapa msikitini pametengenezwa utaratibu maalum kuwepo shule ya mwanzo mpaka kufika chuo, ambapo hata wanakusudia kufika huko, basi Waislamu watoto zetu wote tuwaingize katika shule hizi za Kiislamu. Wanazibomoa maksudi shule hizi kuzipa nguvu shule za kwao, na baadhi ya shule zingine zina masharti ambayo yanakufanya utoke katika Uislamu, mwanao asiwe Muislamu. Waleteni hapa msikitini markaz, wamefungua wana vyumba vizuri, shule ambayo inakusudiwa kuwa ya kisasa kuanzia elimu ya awali mpaka kufika sekondari, ndio malengo yao, hata ikiwezekana wafike chuo kikuu. Wazazi, waleteni watoto zenu. Na kuna neno alilisema huyu bwana hapa. Kuna kauli tunasema Yesu ni Mungu. Hii alipingiki. Tunasemaga hivyo. Jamani, Yesu tunasema kule ni Mungu. Lakini sasa mimi nina tofauti kidogo sasa. Kusilimu kwangu sasa hivi naona mbali kuliko nilivyokuwa kule. Ukiwa Muislamu unafikiri mbali, unaona mbali kuliko wakati ule niko zama za ujahilia wangu. Kwa nini nasema naona mbali? Sikizeni hapa. Kuna ibada inasema mimi sikiza ibada hiyo. Nataka nisome na wewe usikie. Sikiza na wewe, twende pamoja na wewe afa uone. Twende pamoja na mimi na wewe pia uone na ujue kuwa Muislamu unaona mbaki zamani ukusifikirie haya. Kuna ibada Uislamu haukubali kwa Nabii Isa amekufa. Mungu anasema na kwa ajili ya kusema kwa sisi tumemuua Masihi Isa bin Maryam mtume wa Mungu, hali ya wakumuua wala wakumsurubu, bali walibabaishiwa mtu mwingine wakamzani Nabii Isa. Hii ni Qur'an. Pia ukiangalia Biblia, Yesu mwenyewe anasema mtanitafuta wala hamtaniona. Na yeye pia aliomba katika ziki hii vitisho, misukosuko alisikia na alipata vitisho. Alienda kuomba katika bustani moja inaitwa bustani ya Gethsemane. Alienda kuomba. Pale kuna maneno yanasema, nitaisoma kama ilivyo mimi Biblia nzima hapo kichwani, labda Qur'an, lakini Biblia nzima ukitoa andiko tarehe saa, mimi najua wewe unazungumza nini na nitakufundisha. Na wanafunzi wangu niliwafundisha Dar es Salaam Biblia, mmoja anaitwa Shafii, kama mnamsikia sikia. Yule kijana amesomea kwangu, nadhani kina Shasaimu wanajua mimi ndio nilimshibisha Biblia, nikamwambia chukua Biblia yote hii ndio nayo kichwani, naweza nikafa mimi basi endeleza ujumbe. Na amekuwa kijana huyu tishio katika jiji la Dar es Salaam. Wanasema wanamjua mkono juu. Shafii Shomari Pango, kijana mdogo sana hivi. Yule ni kijana wangu, nilimwambia kaa chini nikuachie Biblia nzima. Yesu anasema kile kana wanafunzi wake mpaka bustani ile Gethsemane, akamwambia wanafunzi wake ketini hapa niende kwenda kaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika kusononeka, ndipo akamwambia roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanza kufurifuri, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi bali nitakavyo wewe. Kaja wanafunzi wake kwa kuta wamelala, akamwambia Petro, je, hamkuweza kesha nami hata saa moja? Kesheni muombe
msije mkaingia majaribioni. Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Mwili ni dhaifu. Mabwana, sasa kule kuna kitu hiki kinasema kweli ni huzuni kwa kifo chake Bwana Yesu. Alipoambwa pale mtini, alisema moyoni, na maliza kazi kwa huzuni. Hata mwisho alikufa pale juu msalabani, akakata roho kwa huzuni. Nyinyi mmeambiwa nini? Kuna kitu mmeambiwa? Basi nakutajia hiki hapa hiki. Sikiliza. Kweli ni huzuni. Sikiliza. Kwa kifo chake Bwana Yesu. Alipoambwa pale mtini. Mtini ni wapi? Juu, si ndio? Alisema moyoni, na maliza kazi. Kasema wapi? Yuko wapi? Juu ya? Yuko juu, kasema moyoni. Wewe uko chini, ulisikiaje? Una raha ya Uislamu. Sasa hivi naona mbali na mimi najua sasa kumbe wewe ulikuwa sio. Tumsalie Mtume Muhammad. Bwana, mimi Uislamu umenifundisha ustaarabu. Mimi nilikuwa mtu jeuri sana Dar es Salaam. Paka baba yangu mdogo mnamjua, ndio anayesema Muhammad malaya kafa na ukimwi. Suma wallahi mnayokuja Dar es Salaam mnajua. Kina Simba Uranga na Bwana Ndimbo, Francis Ndimbo, wanamtukana mtume hadharani. Nadhani mnatembea nyinyi mnaona, mnayokuja Dar es Salaam mnashuhudia. Sijui Zanzibar kama walifika, na sijui wakifika itakuwaje. Sijui mchezo wake utakuwaje Zanzibar. Tumsalie Mtume Muhammad. Mabwana wanasema wamesoma nao wao shule moja Mbagala. Watukufu wa Islam, anatukanwa mtume. Uislamu umenifundisha ustaarabu. Ustaarabu gani? Mimi zamani nilikuwa nawaambia watu maneno ya hapa. Sikiza maneno nilikuwa nawaambia watu. Mungu angalie mwili wala mavazi yako. Mungu anaangalia roho yako tu. Mungu hana wakati na mwili, kwa sababu utakapokufa mwili utarejea katika udongo, utarudi katika mchanga. Ndio maana maandiko yanasema umekuja kwa udongo, utarudi kwa udongo. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna mavazi, hakuna mwili, itaangaliwa roho yako. Mwili hauna nafasi mbele ya Mungu. Haleluya. Nimeingia katika Uislamu. Mwili una nafasi, roho yako ina nafasi, mavazi yako yana nafasi. Mtume anasema hatoingia peponi mtu mchafu. Uislamu ni usafi, basi nisafisheni. Hatoingia peponi mtu. Hapa uchafu unakusudiwa mavazi, mwili, roho yako, matendo kwa ujumla. Sasa kule maji yako mengi tu, maji mengi, lakini unasema kuna zile toilet paper, karatasi nyepesi. Maji mengi lakini unajisaidia kutaka ule uzungu ule. Unachukua karatasi ile ukitoka hapo unapiga perfume sasa. Alafu sasa unapiga, sasa ongea unakulipiga tu kapepeta la Yesu lile. Namsha no napigwa ile. Namshanga Bwana Yesu kila niendako namkuta. Hapo sasa shadipiga perfume zote pia. Namshanga. Sasa angalia bala hilo. Mbele hapa kuna Magdalene. Alafu kavaa kimini. Kile kimini kimepasuka. Akinama hivi kuru yote inaonekana. Sasa Mwenyezi Mungu naye pia kamjalia huyo huko. Maana huko. Sasa ndio anapiga hadi wafanyuma. Hapo kuna Joni, mbele huko kuna nani?
Kuna magari unacheza litonga pepeta la Yesu lile. Ukitoka pasi harufu ile perfume inakatika. Wazazi kinachobaki hapo ni harufu balaa. Uislamu usafi huwezi kuingia pale msikitini. Uko na nguo chafu ambazo zimepata najis. Haiwezekani. Uislamu ni usafi. Uislamu tukiusoma Uislamu wetu tutayumba. Sasa sikiliza, kule ndio linapigwa lile twanga pepeta lile. Unapiga lile namshangaa Bwana Yesu kila niendako namkuta. Hapo sasa Yoni ndio liko nyuma hapo. Mbele hapa kuna Magdalene, make mwanamke Magdalene. Yaani hapa mwanamke Magdalene. Mbele ya Magdalene hapa kuna Joseph. Mbele ya Joseph hapa kuna Paulina. Sikia balaa sasa hapa. Akipiga na Yesu sikia ukisema kwenda kwa step kule. Namshangaa Bwana Yesu kila niendako namkuta. Sasa ile kwenda unaweka hatua moja. Kila niendako namkuta. Unaweka namna unavyopiga pap. Unarudi hapo pap. Alafu sasa kila niendako namkuta, kila niendako namkuta. Mwanamke naye kila niendako namkuta, kila niendako namkuta kila. Bala. Wewe kuna ibada hapo? Unafikiri kuna ibada? Lakini nenda kwa Waislamu, nenda kaone ibada tulivu. Ibada ina taabu bwana. Watu wamejipanga ile safu ile. Alafu kisha watu wametulia. Wanakuambia Allahu Akbar. Hakuna vurugu bwana. Hapa kila mtu Waislamu takbir. Huyu bwana ananifahamu vizuri bwana. Karibu sana, jana nilikuwa namtafuta huyu bwana. Nyundo huyo bwana tunajuana, ananijua vizuri kazi zangu Dar es Salaam huko. Waislamu takbir. Huyo ndiye aliyepokea hapa Zanzibar siku za nyuma nikitembea nikaondoka. Huyu bwana anaye alikuja Dar es Salaam nikampokea hivi. Shao ukitoka uje hapa. Watu Waislamu tuhamisha fikra turudi huko. Tuhamisha fikra. Watu Waislamu tutulie. Unafika msikitini kwa utulivu kabisa, la ya Uislamu. Unasikia tu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, mambo yanaondoka hayo. Safi. Ma unasikia Allahu Akbar, na malizia hapa Sami Allahu liman hamida. Baka unasikia Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mchina kaswali, Makonde kaswali, Mzanzibar kaswali, Mnani kaswali, wote wameswali msikiti mmoja. Mchina akianza ho naambia tushamaliza kuswali, nenda shughuli zako na mimi nenda shughuli zangu bwana. Lakini wote mmeswali kwa lugha moja tu. Hiyo ndio raha ya Uislamu bwana. Uislamu raha. Uislamu tumswalie Mtume Muhammad. Hebu ketini ili mpate radha. Wangapi wanataka kuona ladha nyingine ya mchungaji leo? Mkono juu. Kumbe wote mnataka. Hivi hapa mnaona na kupotezeeni muda kweli hapa. Unajua kuna watu hata ukisema neno la kushtua, la kusisimka, badala watu kupiga takbira unaona watu wamekula jiwe kimya, manake kimoyomoyo wanakutukana ili jamaa liondoki limengangania tu. Kwani sisi tunalitaka lenyewe si liende? Yaani kuna watu hapo, sasa hili jamaa likakae tushalielewa. Mabwana mshanielewa, lakini sasa mimi si ndio mdhamini wa mapambano? Sasa ukishakuwa mdhamini wa pambano, katikati ya pambano lazima tangazo liingie. Sasa hili ndio tangazo la mapambano. Sasa nyinyi Waislamu mnataka tangazo la mapambano kati ya jini na mchungaji bila kuingiza takwimu ya wadhamini. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hivyo ndugu zangu, kitu ambacho nataka nikieleze kwamba Mungu akipenda, semeni inshallah. Mimi naamini mchungaji hamujamfaidi. Hamjamfaidi. Mchungaji ana mambo makubwa sana. Mchungaji ana mambo makubwa sana. Na mkutano huu unaishia leo. Semeni inshallah. Muhadhara huu mwisho leo. Semeni inshallah. Wangapi wanasema mwisho leo kwa ajili ya Allah?
Sasa sijaelewa hapa. Wangapi anasema niongeze siku? Nimekubali. Naongeza siku Amiriali. Siwezi kukuangusha wewe mwenzangu. Msipige makofi. Semeni takbir. Semeni takbir. Semeni takbir. 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 Katika mikutano ya Kiislamu hatupigi makofi. Katika mikutano ya Kiislamu tukifurahi tunasema takbir, watu wanajibu Allahu Akbar. Ama tunasema sallu ala nabi, watu wanasema Allahumma salli wa sallim wa bariki alayhi. Tunamswalia mtume au tunamtukuza Mungu. Ndivyo Uislamu unavyofundisha. Kwa hiyo naomba niwaambie tu kwamba kwanza naongeza tena siku 2. Yaani kesho na kesho kutwa, Jumatano na Alhamis naziongeza. Kama namna gani nitaongeza tena Ijumaa na Jumamosi. Lakini msinizidishie Jumapili. Mshaanza hivyo. Na ili niongeze siku pia nataka na nyinyi Waislamu muongezeke kuwa wengi. Na nataka kila siku mchungaji atuletee kitu kipya. Semeni inshallah. Nataka nikupeni siri. Wakati tuko Tanga, mchungaji alisema kama kuna mchawi aondoke. Tulikuwa kwenye mkutano tangamano pale. Akasema watu wakatulia. Jamani, kama kuna mchawi aende, watu wakatulia. Akasema sasa nataka nikuonesheni. Kuna watu wachawi lakini uchawi wao unatumika kutokana na majini. Yaani mtu anakuwa na jini cheketu, kwa hiyo anakuwa mchawi automatically. Na leo nataka niwaite majini wachawi. Mchungaji alikuwa ameshika pete. Nimeleweka sawa? Mchungaji alikuwa ameshika nini? Kwani alichelewa? Tuliwaona wachawi wanakuja huko, mtu anakuja anacheketua mbele ya jukwaa. Tamu hiyo. Na hapa afanye asifanye? Sijasikia. Afanye asifanye? Watu washabiki. Wangapi wanasema afanye? Hebu nione mikono yenu. Kama hivyo ngoja nitafikiria. Maana kuwaita wachawi nayo neno. Maana nyinyi wenzangu msije mkaona kumuita mchawi jambo dogo. Tutatafutana hapa. Oho. Takbir. 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 Hii mic imekwisha habari yake. Sasa hii muono hiyo stereo unaona? Na mimi besi sina, mimi sauti yangu nyembamba sana. Kwa hivyo sallallahu ala Muhammad. Kina mama hapa mnataka kunikorofisha hapa. Kina mama hapa nyuma mnataka. Kina mama hapa nyuma naomba mkae kwa amani. Wengine muinuke mkae huku lakini mtulie. Mchungaji simpi maiki mpaka mmetulia. Mkijichelewesha mshaharibu mambo. Waislamu, baada ya maelezo yangu haya mafupi, kama nilivyosema muhadhara kesho utaendelea, lakini leo napenda nimkaribishe kiasi mchungaji ili asimame hapa azungumze mawili matatu. Sitaki nimpangie afanye nini kwa sababu siku ya kwanza na ya pili sikuwepo, na kwa bahati mbaya nimekuja late, sikujua alifanya nini na nini. Lakini ninaamini kipo ambacho anaweza kukifanya kwa faida wa Waislamu. Lakini yote haya tunayafanya kwa lengo la kuwataka Waislamu wasiuache Uislamu wao kwa sababu ya propaganda yoyote. Nimeeleweka sawa sawa? Tunalenga kuwataka Waislamu wasiuache nini? Uislamu wao. Asikudanganye mtu. Ukweli wa mambo ndo huu tunakupeni hapa. Mchungaji wa zamani, ustadhi wa sasa, na leo umetia kofia, wamekupa mtobo Zanzibar. Dunia ina mambo hii. Mchungaji kati ya mtobo leo. Afu hata upendezi. Unajua kuna mavazi mengine yanatuzoea sisi. Sasa ulivyotia mtobo hapa. Haya bwana, karibu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad, Mungu ametuongoza mpaka kufika muda huu sasa. Jioni njema tulivu, tumekusanyika sehemu hii, tunabudi kusema alhamdulillah. Kuna wengine wako hospitalini, wengine saizi wanawekwa katika tumbo la ardhi. Sisi tuko wazima, tumefika hapa. Wale si wajinga wala si wapumbavu eti kwa nini wale wajinga wamekufa. Mungu ndo amekadiria muda wao umekwisha fika. Sasa mimi na wewe tulio hai tuangalie nini tufanye, tumridhishe Mwenyezi Mungu ili siku ya mwisho tukapate pepo yake. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu nimesilimu. Wakati ule nilikuwa kafiri kama alivyosema Dr. Sule wakati ule, lakini sasa nilikuwa nasamehe watu madhambi. Sasa ningekufa sasa, ningefika kule, alafu Mungu angeniuliza, hebu tueleze umri wako huko duniani ulikuwa unautumiaje? Mimi Mwenyezi Mungu huko duniani kwa nasamehe watu madhambi. Kwa hiyo anasema kaa pale nisubiri tuonane vizuri. Kwa hiyo namshukuru Mungu kunijalia kuwa dini hii ya Kiislamu. Na pia ndugu yangu hapa mezani mlimsikia muda si mrefu, hilo kwanza tunamshukuru Mungu katika hilo. Watukufu sana, kusilimu sisi tunaona raha sana. Tunapoingia katika Uislamu tunajisikia raha. Yaani lakini mimi binafsi si mwenzangu huwa nina wivu. Nikiingia msikitini nikikuta mtu, yani hakuna mtu ananisumbua kichwa kama imamu au mhutubu wa Ijumaa, ananitia wivu sana. Nikisikia pale kala Allahu rasulini basi isikia raha. Farasa Mungu wale kile kichwa kingekuwa cha kwangu mimi ndio ningekuwa najua yale maneno yale, najisikia raha. Kwa sababu lugha hii ama kitabu hiko iliyotumika lugha ya Kiarabu tunasema lugha ya majini. Ukisoma Qur'ani, mimi zamani ninasema tazama huyo anasoma maneno ya majini, lakini nasema ushindwe na ulegee. Haleluya. Zamani. Sasa leo kisikia mtu bismillahirrahmanirrahim basi isikia raha. Bwana bwana. Alafu unasikia raha kwa sababu Qur'ani hata kama hujui, mtu ukimkuta leo anasoma vizuri, wallahi kama unajua, kama unaona unajua ile Qur'an. Mungu anasema idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Sina leo vile Dr. Sule Yesu maeni tusikumwe nataka kumwambia Dr. Sule bwana nipeleke fuoni, yule imamu akae pembeni afana kambele mie. Alafu kisha kaa pale sikilizeni hivyo vitu ninavyoleta huko. Dr. Sule alikumbusha sije katuacha kama vuacha watu kigogo. Wale si walikuwa wameangalia kanzu, hawajamwangalia aliyovaa kanzu, wale ndio waliharibu. Ndio maana msikiti mingine una utaratibu, sio kila mtu mbele aswalishe. Ndio kuswalishwa na mweho. Unaona? Sasa wewe mimi siku ile ndio na siku chache nimesilimu. Nimekaa zangu pale mwenyewe nimechelewa. Sasa nimeweka mkono sijui nikitoka hapa na kwenda wapi. Niko Allahu Akbar, nimevaa kanzu sio maskara. Ndio maana naogopa kweli kuvaa kanzu sasa hivi ovyo ovyo. Sasa kitu kikona ustadhi kesi salamu alaykum. Sasa pale ndo unaharibu kila kitu. Kwa hiyo ukivaa kanzu sasa utasema yule si ustadhi. Sasa ndo nikakaa mbele siku hiyo nikaweka mikono yangu mwenyewe. Sasa nina siku 3 katika kusilimu. Najiuliza nikitoka hapa sasa niende chini au nikae namna hii au nifanyeje? Sasa nimekaa hivi
Naona watu huko wanaambizana, jamaa. Sasa mimi sijui jamaa maana yake nini. Si ndio wamekuja huko nyuma bwana. Wakanipiga pa. Kumbe wenyewe wanasema ndio wanaashiria wanakufuata. Mimi nikaona hata labda hapa ni kule kanisani kuna viti maalum. Kuna viti vya watu staff. Uruhusi kukaa wewe mtu wa kawaida. Sasa ngajua hapa ni sehemu staff ya mtu maalum. Nikaachia mkono. Nikasonga mbele. Nikaweka tena. Wale mabwana kaona la. Wakasogea tena. Wakalifanya tena. Kaona leo shughuli ipo. Sasa najiuliza huyu ananipiga bila sababu. Nimemfanya nini au hapa huu msikiti una taratibu gani? Nimetulia hapo. Na wao kule nao kumbe walivyonipiga hivi na wao kakaa sasa wamefunga safu sasa hivi. Naona sasa wamekuja kundi lingine nao wanaambiana jamaa. Mimi bado ninajiuliza huyu mtu aliyenipiga huku bila sababu nani? Sasa wakati wameongezeka huku na waona. Nikakumbuka juzi ile imamu alikaa mbele na wengine tukafuata nyuma. Inawezekana hao wananifanya mimi ndio imamu hao. Sasa nimetulia. Piga mahesabu naangalia nageuka narudi namna hii. Nasema hawa leo mimi mwenyewe sijui naenda wapi. Wao wamekaa huku nyuma. Sasa najiuliza niwaambie mimi msinifuate. Sasa hao nigeukeni sasa nimetulia. Jamani ugeni mbaya. Sasa wale mabwana wakati mimi nimeendelea kukaa hivi nikaachia mikono. Naona nao wameachia mikono. Sasa nikaona leo shughuli. Nikapiga mahesabu nikaona hapa leo tutatokea balaa. Nikaona hata ujinga. Nikaanza kupiga hatua huyo naondoka. Wale mabwana nikaenda nyuma kule yao na wao nikakaa kule. Naona mtu mmoja kutoka kakaa mbele. Alafu kaika Allahu Akbar. Kaona afadhali. Kumbe ndio mambo yanaenda hivi. Nikatulia sasa. Sasa nimetulia. Tunaenda ile Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Baka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa naangaliana hapo ananiangalia mimi. Alafu ndo nimeweka kofia si maskara. Ina melemeta. Alafu ndo kanzu nzuri. Sasa naenda shaka vipi? Kaambia kuhusu nini? Sasa ilikuwaje kitaratibu unatakiwa ukitengukwa sina uzu wananiambia bwana sasa. Moja kwa moja ungetoka hapa ungeenda kujisafisha si kufanyaje si? Alafu ndio urudi. Kwa hiyo sasa mambo gani? Umekuja umekaa hapa sasa imekuwaje? Nikaambia sikilizeni. Hebu nyamazeni. Tatizo lenu nyinyi mmeangalia kanzu. Hamkumwangalia aliyevaa kanzu. Mimi nataka kunielekeza huku mbele ndivyo nifanize hiyo ibada. Mimi najua wapi. Saa 7 ya leo mlikuwepo hapa msikitini? Kulikuwa na mchango unanizungumzia mchungaji aliyesilimu hata kuna nini? Mnaelewa? Kuna nini sasa? Ndio mimi. Kwa hiyo nyinyi zenu mmeona kanzu. Na nimekumbuka maneno ya Yesu anasema mtu kipofu akimpata kipofu mwenzie wote tutumbukia shimoni. Nikupeni kisa cha kweli. Hiki kimetokea Zanzibar. Zanzibar. Kuna mtu mmoja aitwa Amiri Nyundo. Mnamjua Amiri Nyundo? Jana alikuja ni askari Zanzibar. Ndio kwao yuko hapa na jana alikuwepo pale. Nadhani Maamiri mlimuona. Tulikumbatiana sana. Yule bwana niliwahi kufunga naye mwezi wa Ramadhani. Sasa tumefika mwezi wa Ramadhani. Sikizeni balaa na Amiri Nyundo kama yupo anasikia hizo bana. Sasa tumefika mimi hapa mpaka leo iftari ile na yeye sura kwa sababu tutakuwa pamoja nakwambia. Mwezi wa Ramadhani ukifika mimi na taratibu tofauti sana wewe. Mimi sina iftari mapande. Kwa sababu ile futari za watu wa Uislamu hata nikila leo mimi natapika vibaya. Yaani ilikuwa kama sumu. Kanisa baya wewe. Sasa tumekuwa na huyu bwana. Imefika mwezi wa Ramadhani wakasema tunafunga. Ile bwana ndio maana kaniona jana kacheka sana kwa sababu anajua hii jamaa ilikuwa kafiri baya. Sasa amefika mwezi wa Ramadhani. Kaniambia bwana alikuja kule Dar es Salaam. Tunafunga. Nikamuuliza tunafungaje?
kama kule, kwa sababu sisi tunafunga. Sisi kwa tunafunga, lakini ule mwezi unaitwa Kwaresma. Unaitwa mwezi gani? Kwaresma. Sasa Kwaresma tunafunga saa 12, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4. Unakula kidogo, lakini usishibe. Yaani usishibe, kwa sababu Mungu si Mungu wa mateso. Mungu hajakuleta ulimwenguni uteseke, upate shida na mateso. Mungu amekuleta uishi maisha ya amani. Kwa hiyo unapofunga, funga kiasi, kisha kula kidogo kwa ajili ya vidonda vya tumbo na magonjwa mengine. Haleluya. Sasa mabwana hawa, huyu amenyundo na wezi pale, wakaniambia sasa ustazi utakuwa ufunge mwezi wa Ramadhani. Kaambia ina tabu, watakule tunafunga. Tukaanza kufunga. Mimi nimejua kama kule. Nimefunga, imefika saa 5. Naona maradhi yote duniani yananiamia mie. Nikaona hata hapa sivumilie. Nikawaita samani kidogo, jamani. Muda unakwenda. Amna kidogo tunani kidogo, kasema huku hakuna hapa mpaka jioni saa 12 jua lizame. Nikaona tutakuwa wazima kweli sasa hivi? Wakasema inshallah. Ikafika saa 9, saa 8 na saa 9, Waislamu niliona mimi sitokuwa hai, nitakufa. Tumekwenda mpaka jua limezama, hali mbaya. Mimi mpaka nilipata homa usiku. Sasa nikaambia shehe tumemaliza. Akasema kuna siku 30, manake leo ndio siku ya kwanza. Nikaambia hivi. Akasema hivi. Waislamu ilikuwa hatari. Ndio maana jana yule bwana aliniona, alicheka sana. Kwa sababu siku ya pili yake mimi nilikuwa nasema Mwenyezi Mungu kusipambazuke, tabaki hivi. Lakini walinipa moyo mpaka ile mwezi ulikwisha. Kwa kweli Waislamu nilikuwa naona kweli ndio dini ya kweli. Ile somo lilivyokuwa inanisurubu vizuri, nilikuwa nasema sawa, hii ndio dini sasa hii. Kini kimbembe kule. Saa 6 saa 5 saa 4 unatandika chai kidogo. Saa 9 unakula silesi moja kidogo. Ukitoka pale ndio mpaka saa 12. Sasa kuna ibada. Kuna baadhi ya madhehebu yanafunga kama bia, kama mpenzi wa bia usinywe bia tu. Kama mpenzi wa wali usile wali tu, vingine vyote kunatandika. Sasa hii imani gani? Tuje kwa Mtume Muhammad. Ndio kuna kila kitu. Watukufu Waislamu, naomba sasa tuingie katika jambo hili. Leo nilikuwa Radio Nuru. Wale waliosikiliza radio wamenisikia. Na leo hii nimefanya kitendo ambacho watu mliokuwa katika lile jumba mliona. Kuna mama mmoja alianguka haya majini, lakini dini wake ni dini maiti. Tangu saa 3 asubuhi mpaka saa hizi walinipigia sana mimi simu, lakini gari lienda kumpokea Dr. Sule. Kwa hiyo mimi nafanya mitara, niambia mimi sijui, mimi mgeni hapa. Nikaona hata kwa mguu siwezi kwenda. Na mpaka ikafika saa 7 nikaingia kwenye kipindi. Nilikuwa na shehe wangu pale, jina sikumnani sana, lakini Sheikh Rashidi. Nilikuwa ndio Dr. Sule ndio mtangazaji. Mfahamu vizuri Ila nilimsikia anaongea Kikongo sijaelewa. Sasa mabana simu nikazima wakati kwa sababu niko kwenye kipindi. Yule bwana alinipa taratibu pale tuzime simu. Nikamwambia basi tuzime. Kumbe yule mgonjwa akambeba akamleta katika ile ile pale. Holi lile pale. Sasa hivi nimefika, naomba huyu aongee, afanye chochote kama unavyomuona. Nikawauliza mafuta yako wapi? Wakasema haya tumeyasahau. Na mimi pete ninayotumia nilieleza kwenye radio kama nane sasa tulikusikia mkono juu. Nilieleza vizuri. Hii pete unachovya
kwenye vile vitu. Sasa nilikuja hapa nishaichovya. Niwaoneshe Waislamu, ndio nikakuta mgonjwa hali mbaya, mafuta hana. Na nani atakupa mafuta yake wakati mafuta yamekuwa admasi kwao? Kila mtu asema shekhe, mafuta yangu mimi hapa hayatoki. Sasa nikabidi nitoe yale mafuta yaliyopo humu, nikaingiza kwenye chupa ile, nikatoa, nikamfanyia yule mgonjwa, akaanza kutaja mpaka jina lake, kainuka mwenyewe. Yeye jini fulani Sunani na jina lake Sunani kalitaja pale, nimeshalisahau sio Amina Sunani, akataja pale kila kitu. Ile jini kaondoka, jini maiti. Si mnanielewa sound vizuri? Kwa hiyo hapa nipo kuelimisha Waislamu, msije mkayaona huko haya mambo mkaritadi. Hii pete au mnazisikia pete za bahati, sio pete chocho. Hii ni pete ya kawaida tu. Hii ni ya kawaida, nadhani Zanzibar zitakuwepo, madukani hazikosi. Unaziona hizi? Sasa hapa leo naivaa, nimelazimika niipake tena, na pia nina kitambaa. Hiki kitambaa pia unapaka yale mafuta, yale. Hata wewe hebu aje mmoja anyanyuke mmoja katika hapa mezani au kule, enjoy sasa. Enjoy basi. Sasa usije kawai mwingine. Wewe bwana, watu wanakujua hapa, nataka tufanye vitu Waislamu muone ile kazi ya mafuta. Tulieni hapo hapo. Wewe unaitwa nani ustaz? Naitwa Osman Mohamed. Jamani, huyu anaitwa Osman Mohamed, mnamjua? Mnamfahamu? Amsie mkisema katoka naye Dar es Salaam huyu bwana. Shika hiki kitambaa. Shika hapa, shika kwenye nchi. Ni kitambaa tu. Au kuna mtu ana kitambaa chochote? Tukitoe hiki. Hebu tutoe hiki. Naomba kitambaa kingi, lete hicho, lete. Shenani, naomba chupa kimoja nizungushie tu hivi. Nizungushie tu. Lete kitambaa haraka. Usikilete hiki. Lete kile pale. Rangi kama yangu. Usifungue. Jamani, si mnaona hii chupa? Si mtu anaye nyumbani kwake. Au kuna mtu kaja na mafuta yake, mnaomba nyosha kidole. Sema nimekuja naye. Nani kaja naye? Rudisha. Nataka yale, mpaka usikasema bwana katoka mezani. Nataka mtu alionunua. Haya hapo. Mnaona? Emshika. Mabana, huyu hapa nampa huyu. Angalia, msije mkasema Waislamu Tanzania bara ndio wanaritadi kwa hali hii. Lakini tumekomesha Kakobe mpaka kaamua kuuza kanisa, kakimbilia Marekani. Sio kazi ndogo ninayofanya hii kwa Uislamu. Hapa mimi nauza roho yangu, ndio maana nilikataza watu kwanza wasipewe mafuta, watu kwanza wapewe mawaiza. Ndio jambo la msingi, mafuta baadaye. Waislamu mimi nazinusuru zile roho ambazo ziko mguu nje, mguu ndani. Fungua kidogo haya. Ngoja. Shika hii meki. Shika, njoo. Embu lete meki. Nataka niwaonyeshe Waislamu, msije mkaritadi. Shika hii. Sema wewe. Usitumie sauti ya kanisa uiwezi. Unataka kuita nini kije? Unataka kuita nini? Utakuita nini? Utakuita na nini? Weka karibu na wengine? Wachawi na shetani. Mbona tetemeka? Mbona wasiwasi? Vipi she? Sasa utasema wewe, niseme mimi. Bora kwa kuonesha watu, bora useme kwanza wewe. Wewe hujui. Usiweza kawaita tu majini wachawi. Unasema hivi tu. Vakizungusha hicho kitambaa kwa nguvu. Kasimama akazungusha tu. Unavotaka wewe, hata mara 200, 120. Sema hayo maneno. Wenye majini nini? Ngoja, watu wote kaeni chini. Watu wote kaeni chini. Kina mama wote kaeni chini. Sifanye mpaka mkae. Kaeni chini kule. Maana watu wengine wanaweza kusema ule bwana kapata mafunzo Nigeria, wengine hivi. Kama kasema laki.
Sasa huyu naye tumuone kapata Nigeria, Ulaya, Marekani huyu. Hapa kwenye Mwembe mbona hawataki? Anaenda pale kati. Asema yale maneno nakwambia, chini na mashetani wote, wachawi na yani yote useme. Alafu zungusha, utaona wenye majini wachawi watafika hapo. Twende. Zungusha. Weka maiki karibu, weka maiki karibu. Weka maiki mdomoni. Majini na wachawi waje hapa. 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 Majini na wachawi waje hapa.
Na nani? Hebu leta mic. Wewe. Jamani, nyamazeni kimya, nyamazeni kimya. Nyamazeni kimya. Mama anasema leo anatubu kwa Mola wake. Mama anasema anatubu kwa Mola wake. Unatubu unatokea wapi? Natokea Jojo. Kwa nini unafanya uchawi? Kwa nini unafanya uchawi? Unaahidi kuacha? Ukirudia uchawi? Ukirudia uchawi? Utakufa. Ukifanya uchawi utakufa, sawa? Kumtoa mtoto wako? Kwa nini unakumuua mwanao? Sikia. Sikia. Changanya dawa. Wewe acha kuanga, acha kuanga. Changanya dawa. Acha kuanga. Hapo ndo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pia na wasalimu majini wote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah mmesikika. Waislam takbir. Bado Waislam takbir. Waislam takbir. Waislamu nilizungumza kwenye radio, watu wakapiga simu wanasema Ustadhi Kesi labda huyu ana kitu chake mwenyewe kaja nacho. Mimi nikawaambia sina kitu, hata nyinyi wenyewe mnaweza mkafanya. Nimewapa kitambaa ili siku nyingine mkiaona huko natendeka, mjue Ustadhi Kesi alisha tuelimisha juu ya jambo hili. Waislamu, lengo langu kubwa watu msiritadi, msiache Uislamu. Mimi niko nalipwa pesa nyingi kwa kazi hii. Mimi sasa hivi niko ni bilionea, lakini naifanya hapa. Hakuna mtu aliyotoa 50,000 wala aliyotoa milioni 1 yake. Waislamu, nichokuwa na kiomba kutoka kwenu, mimi nataka niwaruhusu majini hao wasirudi tena. Na watu wengine wameahidi kuacha uchawi. Naona nadhani wachawi mmeona wanangoa nyasi kwa vidole hapa. Mabwana, mama mmoja anasema yeye kaambiwa muue mwanawe. Yeye mwenyewe kashakula watoto wa watu sana. Sasa anataka kumtoa mwanawe amuue. Mama amekuja lakini mwisho ametubu. Amesema hatofanya hivyo mbele ya Mola wake. Nimempaka mafuta. Akirudia ile kazi, mama yetu kirudia hiyo kazi, yatakaye kukuta usije ukalalamika. Kwa hiyo inshallah jamani, kaeni chini.
Waislamu pale kenchini. Haya watu wote wale wenye wanaotokwa na majini, mama simama. Mama simama pale. Mama njoo mara moja. Mama njoo mamangu mara moja. Mnaona mtu kule, naona jini ile. Kaeni chini. Kila kitambaa kitadumu ndani ya masaa 2 kuzunguka kwake. Kaeni chini. Kama mkono wako mama. Naitwa nani? Nisikilize. Leta changanya maji haya. Mafuta kwa madogo. Shachanganya. Shika. Nyanyuka mama. Nenda kakae kule baadaye unione sawa Usiondoke vivi mama So embo ipe maji mama. Shika maji. Kama tena. Ndio tanyim pafu. Embo hapo. Embo rudisheni nyuma watu. Nyuma watu rudisheni nyuma. Rudisheni watu. Mshike huyo. Mlete hapa. Mshikeni. Naomba watu wenye nguvu wakae hapa. Jamani tu watulivu inshallah. Majini wanatolewa na huenda wakarukia wengine. Kwa hiyo pawe na utulivu. Pawe na utulivu, wanatolewa majini hapa na huenda yakarukia wengine. Kwa hiyo jamani tudumishe utulivu. Tumwache daktari afanye kazi yake. Na hii ni ishara kwamba Mwenyezi Mungu ndio muweza wa kila kitu. Kama alivyosema daktari, hii yote ni uwezo wa Allah. Allah ndiye mfanyaji wa mambo, mwenye kudhihirisha yasiyoonekana. Ndugu zangu, wazazi wangu, haya ndio masaibu yanayotukumba sisi Waislamu, yanayowafanya jamaa wamegeukiana maadui kwa maadui. Mafuta mmoja wao kama alivyosema dokta, kama alivyosema daktari hapa, wao wamesema ameua watoto wa wenzake na sasa anataka kumaliza mtoto wake. Huu ndio uadui na shari ambayo imeizunguka jamii yetu ya Zanzibari. Tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Jamani mgeni hapo. Ushakoma. Rudi tena. Kesi hapo watakuangusha ungeshuka chini. Huyo. Ndugu zangu wazazi wapenzi wa Islam, tuweni watulivu. Na jamani kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi sana. Majini yale atakapoondoka yasije yakawarukieni na sisi. Tumtaji. Ya mama mtuwaleki watu hapa Tayari huyo, mtoe mama. Yako ndio nini? Wewe kama somo yako mwacha atolewe. Tayari ondoka kitu hivyo. Nyuma. Huyu masara shamba sana. Huyu macho huyo macho. Huyo ndo. Huyo.
Jamani hapa tukameka kwa 50. Nzieni. Kama tani kama. Wewe nini? Wow! Unalikuwa baba. Bibi. Daniel! Bibi! Ondoka bwana, tayari wewe. Mwenyezi Mungu mkubwa, wallahi wa billahi, Mungu kiumbe huyu ningelihakikisha anakwenda motoni, lakini Mungu kwisha. Sikajipata nikapotea.